habari za wakati huu, bila shaka uko vizuri. Januari 18, 2026 tunakutana kwenye Sports AM ya Azam Sports 1. Karibu hapa. Bila shaka utayafahamu mengi na najua unafahamu kwamba utafahamu kuhusiana na historia kubwa ambayo yenye mvuto mkubwa kwenye soka, na leo tutakukutanisha hapa na moja kati ya viungo bora kuwahi kutokea kwenye soka. Utakumbuka aliwahi kukipiga ndani ya timu ya taifa ya Tanzania, timu ya taifa ile ya kwanza kufuzu AFCON 1980. Unafahamu kwamba AFCON ambayo inaendelea pale Morocco, Tanzania wameshiriki ikiwa ni mara yao ya 4, lakini mara ya kwanza ndiye ambaye alifunga goli kwenye uwanja wa taifa. Wakati huo hivi sasa ni uwanja wa Uhuru, akifunga goli ambalo lilifanya Tanzania kwenda kwenye mchezo wa marudiano wiki mbili baadaye, Agosti 26, 1979 kwenye mchezo ambao walicheza na Zambia pale Ndola. Ulikuwa ni mchezo wa marudiano na walipoenda kule Tanzania wakatoka sare na Zambia. Hivyo Tanzania wakatinga kwenye michuano hiyo kwa jumla ya magoli 2-1, kwani mchezo ungemalizika kwa sare, basi ingelazimika kwenda kwenye mikwaju ya penalty. Wakiwa pale Zambia, nikukumbushe tu story fupi tamu. Wakati Tanzania wanashambuliwa dakika 5 za mwisho, Juma Pondamali Mensa aliyekuwa golini alicheza mpira kwa kupangua na ngumi, na baada ya hapo ukatua kwenye miguu ya Hussein Ngulungu ambaye alipiga pasi kwa Agustin Peter maarufu Peter Tino ambaye aliingia kambani kwa kuwashinda walinzi wa Zambia na kuifanya Tanzania kuweza kung'ara na kufuzu kwenye AFCON 1980. Wakati huo kulikuwa na nyota kadhaa ndani ya kikosi hicho, akiwemo Leodegar Chila Tenga, Mohamed Kajole upande wa kushoto, kuwepo Hussein Ngulungu ambaye tayari pia nimemtaja, Salim Amir miongoni mwa nyota ambao walikuwepo kwenye hicho kikosi. Sasa ni nani huyo? Bado hujamfahamu. Anaitwa Mohamed Richard Adolf, ambaye pia amewahi kuwa kocha Pan African Police Morogoro, lakini amekuwa pia kocha wa timu za taifa za vijana za Tanzania, lakini amewahi pia kuwa kocha msaidizi wa Jack Chamangwana kwenye kikosi cha wananchi Yanga. Tunaye hapa hivi sasa kupigana histori 2-3 kuhusiana na historia hiyo ambayo nimeigusia kidogo. Bila shaka uko vizuri. Sawa. Sawa. Unajua mchezo ambao ulipigwa uwanja wa taifa zamani, hivi sasa ni uwanja wa Uhuru, uliingia kambani. Kona ambao alipiga Hussein Ngulungu kaingia kambani, lakini Hussein Ngulungu pia alitoa pasi kule ugenini. Ni moja kati ya nyota ambao waling'aa sana kwenye kikosi. Lakini wewe wakati huo ulikuwa si tuwataje miongoni mwa wale wachezaji ambao bado chipkizi, sio wa Kongo kwenye timu. Ukiangalia mimi na wachezaji kama Ngulungu, Leodegar Chila Tenga, Jela Mtagwa, kama Kajole na Taso, hao walikuwa ni wakubwa kwangu, wao ni seniors. Mimi nilikuwa mchezaji mdogo na ndio nilikuwa napandishwa kutoka kwenye timu ya vijana kwenda kwenye timu kubwa. Kwa hiyo nilikuwa na miaka kama miwili. Naona wenzangu hao walikuwa wameshazoea, wazoefu, walikuwa na miaka kama 4-5 kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo wao walikuwa na uzoefu zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo nilikuwa napata ulinzi kutoka kwao. Bila shaka nimekukumbusha mbali. Sasa unaweza kujiuliza kwa umri ambao tunao hivi sasa na historia ambayo nyinyi mmeiweka mpaka leo tunaikumbuka na tunaielezea kama tulikuwepo. Mara ya kwanza unaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania mwaka 1975. Kama nitakumbuka vyema utanisaidia. Hiyo ndio nimeanza kucheza senior team. Baada ya hapo miaka 4 mbele unaisaidia Tanzania kufuzu AFCON kwa mara ya kwanza. Ilikuwaje? Na tena unakumbuka timu 8 tu ndio ambazo zilishiriki pale Nigeria. Ndio. Unajua ilikuwa mashindano magumu. Haya mashindano ya AFCON kusema kweli, ukiangalia wachezaji wanaocheza na ukiangalia kama wanasema ukitaka kujua uzuri wa ngoma yani uingie ucheze. Unajua mashindano haya ya AFCON ile joto lake lilivyo, unaweza kuanza kufikiria hao wanaocheza World Cup wanakuaje? Maana kama hii iko hivi, World Cup ikoje? Maana yangu ni kwamba ni makubwa, yanatisha, yanamfanya mchezaji hawe, yani hasa wachezaji ambao kama sisi ambao kusema kweli ndio tulikuwa tunaanza kuzoea wakati huo. Yani unaonekana kabisa yani ni huyu mchezaji ambaye amekuja kuogelea kwenye bahari kubwa kuliko ambaye amezoea kuogelea. Yanatisha na si rahisi kucheza kama hivyo ambavyo watu wanaona, lakini ni mashindano magumu, mashindano mazuri kucheza na yanazidisha uzoefu kwa mchezaji. Hamasa kwa wakati huo ilikuwaje? Sasa hivi tunaona timu ikipata goli kinawekwa kiasi kikubwa cha pesa.
Wakati huo ilikuwaje, hasa wakati umefunga ile goli 1-0 hapa dhidi ya Zambia na baada hapo mkaenda ugenini mkatoka sare tena? Wajua kila kitu na wakati. Kila jambo lina wakati wake, na kila jambo linategemea limekuta wakati wa namna gani. Maanake hata sisi kulikuwa na watu wengine huko nyuma yetu ambao walishachukua Challenge Cup, walishachukua nini, lakini hawakufikia mahali ambapo sisi tulifika. Sisi tulivyoshinda, tuliahidiwa kwamba tukishinda tutakwenda kufanya mazoezi, tutaenda camp Mexico, tutaenda kukaa Mexico, na tulienda Mexico tukakaa kushinda mchezo wa Zambia ya kujitayarisha, yani kwenda kwa ajili ya kucheza finals. Tuliambiwa tukishinda tu tutaenda camp Mexico. Tulienda Mexico na tulifanyiwa yale ambayo kusema kweli yalikuwa yanastahili kufanywa siku zile, kupokewa kwa ngoma, kwa sherehe, kwa nini. Basi ni hayo tu ambayo yalikuwepo. Na kwenye masuala ya ahadi hakukuwepo na ahadi. Kusema kweli hatakuwa na ahadi. Ahadi ni ile ushindi, na ahadi labda ni yale malipo ya kawaida ambayo mchezaji anapata, labda posho zako za kawaida nini basi, lakini kulikuwa hakuna ahadi wala nini. Sawa. Wewe ndiye ambaye ulifunga bao pekee ambao tumelizungumza kwamba ulifunga hapa Tanzania. Baada ya hapo kaiwezesha Tanzania kwa miongoni wa Tanzania ambao waliwezesha Tanzania kufuzu AFCON kwa mara ya kwanza. Kuanzia pale kwenye maisha ya soka la Tanzania, ni hatua gani ambayo imepigwa mpaka hivi sasa na kipi cha kipekee ambacho mnaendelea kukiona? Wajua, kusema kweli sisi tulikuwa tuna bahati mbaya. Bahati mbaya ambayo tulikuwa nayo sisi kwamba tulikuwa tunaweza kushindana, lakini kibaya zaidi tulikuwa haturuhusiwi kutoka hapa nyumbani. No. Yani tulikuwa haturuhusiwi kabisa, yani hauwezekani ukatoka hapa kwenda kucheza mpira nchi mahali kwingine kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wote ambao tulikuwa tumecheza siku hizo, hakuna watu wengi ambao wametoka, na kama ulikuwa umetoka basi utakuwa umetoka tu kwa yale maarifa yako au ujanja wako au kwa sababu zako, lakini kulikuwa na watu walikuwa wanaweza. Watu walikuwa wanaweza kama hicho ambacho nakwambia kwamba sisi tuliingia, tulikuta watu wakicheza, tumewakuta seniors, yani wao ndio wametufanya sisi tucheze. Timu zilikuwa nzuri, timu ilikuwa na ushindani, timu ilikuwa na upendo, na watu walikuwa wanapenda kushindana na walikuwa wanaweza kushindana. Kwa hiyo sisi wadogo tulikuwa tunaelekezwa na wakubwa. Yani unacheza, unaonekana unacheza vizuri, lakini watu hawajui kama mle ndani kiwanjani kuna watu wanakuelekeza. Unaona? Kwa hiyo kulikuwa na coaches ndani ya coaches. Unaona? Kwa hiyo walitufanya tucheze mpira vizuri, tumecheza vizuri, na kusema kweli walitutengenezea kiburi cha ushindani. Kwa hiyo tulikuwa kama East Africa kwenye hizi Challenge Cup, sijui nini, tulikuwa hatuna mashaka kabisa, tulikuwa tunaweza kushindana. Hali ya benchi la ufundi kwa wakati ule ilikuwaje? Nakumbuka mliongozwa na kocha Poland na wasaidizi wake ambao walikuwa wazawa. Utofauti ulikuwaje? Na mlivyoenda pia AFCON pale Nigeria, benchi la ufundi lilikuwaje? Tulikuwa tunafundishwa na watu ambao kusema kweli kwa kipindi kile walikuwa wanaweza kufundisha. Walikuwa wanajua kufundisha kwa sababu walikuwa wamepata elimu ya kufundisha na uwezo wa kufundisha, na wengi wao walikuwa ni wachezaji wa zamani ambao wamepita kwenye coaches wengine ambao na wao walifundishwa, wamefundisha. Unakuja kukuta tulikuwa na mtu kama mzee Mzibondo wa Zanzibar, wanakuja kukuta mwalimu kama Bendera, mwalimu kama Guiva na mwalimu kama Magram. Naona wote hao ni wachezaji na ni makochi ambao walikuwa ni makochi wazuri sana hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo ndio waliokuwa wanatufundisha na wametufundisha vizuri. Walikuwa wanaweza kutufundisha vizuri. Mlivyoenda AFCON Nigeria, ulipata nafasi ya kucheza kwenye michuano ile? Ya, mimi nilicheza. Ila mechi ya kwanza mimi sikucheza. Mechi zingine zote mimi nilikuwa mchezaji wa kwanza kwenye timu ya kwanza. Lakini mechi ya kwanza mimi sikucheza. Na sababu ya kutokucheza ni kwamba aliingizwa mtu, Mtemi Ramadhani aliingia kwenye hiyo timu. Mtemi Ramadhani alikuwa anaweza kucheza vizuri zaidi kuliko mimi, kwa mujibu wa coach alivyokuwa anataka timu iwe. Unaona? Kwa hiyo Mtemi alicheza na alicheza vizuri. Kwa hiyo mimi kwa sababu nilikuwa nacheza kama namba 6 au kama namba 8. Wajua mimi kwa bahati mbaya au bahati nzuri kwenye timu ya taifa, kwenye clubs nilikuwa sijui nacheza position gani kwenye mechi. Nilikuwa naweza kustukia tu mara niko kwenye fullback, mara niko kwenye kama striker, niko kama sijui center half, siko kama midfielder, nilikuwa sijui kusema kweli. Wanaita kiraka. Ni kiraka hiyo. Sasa Mtemi alikuwa amecheza hiyo na amecheza vizuri na alikuwa anacheza vizuri. Kwa hiyo mechi ya kwanza mimi sikucheza. Mechi ya kwanza mimi sikucheza. Kwa hiyo mchezo mwingine mlicheza, na tukumbuka Tanzania tulicheza mechi ya pili na Egypt.
Kwa sababu mlicheza na Nigeria, mkacheza na Misri na Ivory Coast. Na Ivory Coast, mechi ya kwanza tulicheza na Nigeria, tulifungwa goli 3-1. Mechi ya pili tukacheza na Egypt, wakatufunga goli 2-1. Mechi ya tatu tulicheza na Ivory Coast, tukatoka sare ya goli 1-1. Wafungaji wa michezo hiyo kwa upande wa Tanzania walioingia kambani, magoli yote matatu amefunga Thueni. Tulishinda magoli 3 siku ya Nigeria na ya Egypt na ya Ivory Coast, yote alifunga Thueni. Ambaye sasa hivi yuko wapi? Yuko Oman. Yuko Oman baada ya kustaafu soka na shughuli nyingine. Kwa ujumla fainali za mwaka 1980 zilikuwaje? Kwa sababu ndo zilikuwa za kwanza kwa Tanzania kushiriki. Kilichotufanya sisi tuende hivyo ni ule ugeni wa mashindano. Mashindano kama ambavyo nimekuambia mwanzo kwamba hizi mechi ni ngumu, si mechi kama Super League, si mechi kama Mapinduzi, si mechi kama za Challenge Cup, si mechi kama za Taifa Cup wakati ule. Kusema kweli hizi mechi zina uzito sana, ni zile mechi ambazo kusema kweli ukipangwa unashtuka. Yaani ile ukipangwa ile unaanza kushtuka, unaanza kuona leo na mimi nipo kwenye hii zahama, unaona? Yaani kusema kweli ni zile mechi ambazo zinataka mchezaji ambaye amekamilika, yuko vizuri kwenye kila kitu, ndio anaweza kucheza. Yani kwenye maarifa, kwenye ufundi, kwenye uwezo, kwenye kujiamini. Yani ni zile mechi ambazo kusema kweli tofauti sana na hizi mechi zingine ambazo tunacheza hapa, na hata nguvu kutokana na mtindo wa maisha wakati yani kusema kweli ni zile za mchezaji ambaye amekamilika. Mchezaji ambaye kasoro zake labda ni chache sana, ndio anaweza kucheza hizo mechi. Kwenye kizazi chenu hamkurejea tena kwenye AFCON baada ya 1980. Tumekaa miaka mingi mpaka 2019. Nini ambacho kiliwakwamisha? Wajua, kulikuwa na mabadiliko mengi tu naona ya timu, na baadaye tulikuwa tunashindwa kusema kweli kufanya vizuri, sijui kwa sababu gani, na mimi pia nashindwa kuelewa. Maana tu kweli kabisa tumekaa muda mrefu sana baada ya hiyo timu ya 80 tumekuja kushiriki, unajua, baada ya miaka mingi kidogo. Lakini kusema kweli ilituchukua muda mrefu. Mimi naona siwezi kusema kwa nini ilichukua muda mrefu, labda kwa sababu tulikuwa tuna wakati ule ilikuwa timu chache ambazo zinacheza kwenye kila group, unaona. Sasa uwezo wa timu tuliokuwa nazo wakati ule labda zilikuwa haukidhi, unaona hivyo. Lakini baadaye tulikuja kupata timu nzuri, timu ambayo kusema kweli ikaruturudisha tena kwenye AFCON. Kwenye AFCON pale Misri 2019. Bila shaka ulizifuatilia pia. Tathmini yako kwenye finali zile? Ni kama sisi, unajua zilionekana ni kama za kwanza hivi kwa sababu tulikaa muda mrefu. Ni kama za kwanza kwa sababu tulikaa muda mrefu. Kwa hiyo hata ile uingiaji wake, uchezaji wake na yenyewe nayo ilikuwa ni ya kwanza kama vile yetu sisi. Unajua ile yetu sisi ukichukulia unakuja kuona kwamba tukafungwa goli chache then tukatoka sare. Kwa hiyo kama tungeendelea, tungekuwa na muendelezo, manake tungefika mahali pazuri, mahali ambapo tunastahili kufika. Kwa hiyo hata vijana ambao walikuja baadaye kucheza walikuwa wamecheza vizuri na maendeleo yalikuwa mazuri, lakini bado tulikuwa tuko pale pale tena, unaona. Kwa hiyo utakuja kuona hata hizi tunavyoendelea hivi tunafanya vizuri, tunaendelea vizuri. Yani kuna maendeleo, kuna muendelezo mzuri tofauti sana na sisi tulivyoanza. Sasa hivi ni kama vile uzoefu upo, watu wakienda wanazoea, wachezaji wetu unawaona wanazoea, na kwa sababu ya tunafanya vizuri kwenye mashindano mengi, unaona ya haya ya Afrika. Kwa hiyo na timu yetu nayo inafanana pia na mashindano yale. 2019 pia tukushinda mchezo hata mmoja. Nakumbuka tulipoteza mabao 3-0 na Algeria. Tukapoteza tena mabao 2-0, tukapoteza mabao 3-2. Haikuwa pia bahati kama ilivyo 1980. Ni kitu ambacho tulikuwa bado ugeni. Yani unajua tunakaa muda mrefu sana, tulikaa muda mrefu sana. Na hizi mechi ndio nakwambia kwamba ziko tofauti sana na Super League, ziko tofauti sana na sijui Challenge Cup, sijui hizi ni mechi kubwa. Mechi kubwa sana. Yani ukicheza hizi mechi unaanza kujiuliza wewe mwenyewe, je, World Cup ikoje? 2023 tukatokea tena kwenye makala nyingine kwenye finali ambazo zilipigwa 2024 pale Ivory Coast. Angalau tulipata sare 2 na tukapoteza mchezo mmoja. Kwenye kiwango ni kama sasa mabadiliko yakaanza kutokea kuanzia hapo.
tumepata vijana ambao sasa hivi nao pia wamezoea kucheza hizi mechi za mashindano makubwa hizi haya ya Afrika. Tuna baadhi ya wachezaji sasa hivi wanacheza nje, wanacheza mechi kubwa kwenye clubs kubwa za duniani, unaona. Kwa hiyo tunajaribu kufanana sasa na mpira ulimwenguni ulivyo, unaona. Kwa hiyo hiki kiwango chetu cha Afrika, clubs zetu zinafika mahali pazuri, zinafanya vizuri. Kwa hiyo tuna wachezaji ambao wameshazoea kushindana. Na hapa nyumbani tunao timu sasa hivi, hawa wachezaji wageni wote wanatusaidia kutufanya tuone, naona kwamba ni kitu cha kawaida, yani ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kwa sababu tunaenda kwenye vitu vya kawaida, tumezoea, wachezaji wetu nao wanajaribu kuadapt, wanajaribu kuingia kwenye mfumo ambao wanaweza kushindana yani. Kwa hiyo inawezekana mafanikio ya Taifa Stars sasa hivi ni pamoja na kuwa na wachezaji wengi wanacheza pia nje. Sana. Wachezaji wengi wanacheza nje, pia tunao wachezaji wengi wa nje ambao tumezoea kuonana nao, yale mazingira ya kushindana, jinsi ya kujitayarisha nini, na sisi tunajifunza kutoka kwao. Tunaona vipi watu wanafanya, vipi watu wako serious na hii kitu. Kwa hiyo inatusaidia na sisi pia kunyanyua watu. Mwaka huu kwa mara ya kwanza tumefika hatua ya robo finali. Na robo finali ambayo kidogo kuna matukio ambayo yaliibua utata. Tukumbuka Idi Selemani Nado ambaye ilionekana 16 bora ilionekana kama amesukumwa. Kwa hisia za mashabiki wengi wa soka walitafsiri kama maamuzi angepaswa kufanya maamuzi tofauti na maamuzi yeye kuendeleza mchezo pale. Kusema kweli sisemi kwamba lile lilikuwa moja kwa moja lingekuwa goli au lisingekuwa goli, lakini maamuzi angetupa penalti yetu. Basi mimi labda niseme hivyo tu. Sababu kusema kweli ile ni penalty. Kwa mimi naona ile ni penalty. Sisemi kwa sababu ya uzalendo au sijui nini. Sio kwamba mashabiki wa Tanzania wanajipendelea. Mimi sisemi kwa sababu naonekana mzalendo, hapana, lakini ile ni penalty. Kwa sababu naamini kabisa ile ingetokea upande mwingine lazima angekuwa tofauti. Lakini ile ilikuwa ni sahihi, sisi tungekuwa. Kipi kimebadilika sasa hapo? Kwa sasa hivi timu ya taifa ikiwa ni mara ya 4 na wanatinga hatua ya 16 bora, hatua ya mtoano, na walikuwa kwenye kundi na vigogo wa soka akiwemo Nigeria kwenye kundi hilo, akiwemo Tunisia mwenyewe ambaye walitoshana nguvu kwenye mchezo. Wajua, ukitaka kujipima uzito ujipime kwenye mzani. Sasa mzani ndio ule tunafanana nao, sasa tunaanza kufanana nao au tumefanana nao mpaka tunafikia hali kama ile ya matokeo ya ile game ya Morocco ambao leo wanacheza finali. Kwa hiyo na sisi tunafanana nao, tunaanza kufanana. Sijui kama ni sawa au sio sawa. Inawezekana ikawa sawa. Na Tanzania ilipata goli kwenye kila mchezo, dhidi ya Nigeria, dhidi ya Uganda, dhidi ya Tunisia. Ni kama ambavyo mlifanya nyinyi mwaka 1900. Kuna makosa yanatokea. Kuna makosa ya kimpira yanapokea na kuna makosa ya uchezaji, fikra. Unajua kuna makosa ambayo yanatokea, unaona kabisa ni kwa sababu ya kukosa kitu fulani, aswa uzoefu fulani, si ndio? Ndio kilichosababisha yani tupate haya matatizo. Lakini kusema kweli wachezaji wetu wanajitahidi, vijana wanajitahidi, wamefanya vizuri, na ndio maana tumeshawishika Watanzania kuwapokea kwa shangwe. Naona kwa maana unaona tumeonewa. Tunahisi tunaonewa na kila mtu anakubali kwamba tumeonewa. Na hawa ambao leo wanacheza finali. Unaona? Kwa hiyo nitakuuliza mwishoni kwamba karata yako unaitupa wapi. Baadaye nitakuuliza kuhusiana hilo. Tanzania ni sehemu ya waandaaji wa AFCON 2027 wakiwa pamoja na Kenya na Uganda. Tayari tumeona uzoefu kwa wao wameupata kwenye CHAN 2024 wakiandaa pamoja. Una ushauri gani kwa timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia na sisi kama nchi tukiwa kama waandaaji? Wajua, kwa sababu sisi tunacheza nyumbani sasa. Kuna kila nyanja inapaswa kuwa tayari. Tuna matatizo sisi ya washabiki wetu. Washabiki wetu sisi hawashangilii wala wana jinsi ya kutafuta goli. Wakati wewe unaona kabisa kwenye michezo mingine washabiki wengine wa timu zingine wanajua jinsi ya kuhamasisha wachezaji wao au timu yao ipate goli au ilinde goli. Utaona tumecheza na Morocco. Wakati tunacheza na Morocco, kila mpira ukifika kwa Faisal, whistle, yani ile miruzi inazidi zaidi kuliko. Ina maana, sijui unanielewa yani. Ina maana yake yani huyo ni mchezaji ambaye hapaswi kupewa time. Yani hapaswi kupewa muda kabisa. Na alipewa time mbele ya Tunisia akawaadhibu. Yani ikifika hapo ni miruzi inalia. Yani ya hivyo vitu ambavyo kwetu sisi bado hatujafikia hapo. Sidhani kama wewe umeshawahi kujua kwamba wapenzi wa mpira wetu sisi hapa nyumbani wanaweza kuwapelekea message wachezaji wakiwa kiwanjani. Sijui kama umeshawahi kusikia hiyo kitu hapa kwetu au umeshawahi kuona kitu kama hicho kama kwetu. Zaidi ya kuona goli limeingia ndio washangilie nini. Lakini tujifunze sasa.
tujifunze kuwa na ile Football Supporters Association, naona, ambao na wao wanapata time ya kujua wachezaji wetu vipi wanafanya, na wachezaji nao pia wao wanajua watu wao wanataka nini kwa wakati gani. Naona kuna vitu vinatokea ambavyo kama mawasiliano baina ya washabiki na wachezaji, unaona, na kinafanyika, yani unaona kabisa kwamba washabiki wanapeleka message, unaona, kwa nani, kwa wachezaji, sio? Na wachezaji wanajua sasa kwamba bwana tuko kwenye hatari, au bwana dakika zimeisha, bwana au hivi. Nadhani unaona hiyo ikitokea. Sasa tufike hapo, sisi tunajitayarisha, kwa hiyo itayarishwe mapema, wachezaji wao wanajijua, na wachezaji na wao wachezaji wahamasishwe katika mazingira, wajue kabisa kwamba tunahitaji nini. Unaona kwamba mashabiki wa Tanzania wanashangilia matukio pale ambapo mchezaji amempiga mpinzani tobo ama kanzu ama goli. Angalia hata kwenda kwenye kuhakikisha hiyo kama faul imetokea au nini, angalia hiyo washabiki wanavyohamasisha, sio? Naona, lakini sisi bado tunatulia, hiyo ni kama vile ambao hakuna kitu chochote. Kwa hiyo kuwe na mahusiano na kuwe na maelewano baina ya timu, yani hiyo wachezaji na jukwaa. Uliangalia mchezo wa kutafuta nafasi ya 3 jana? Niliangalia. Ulikuwa mchezo wa namna gani? Tathmini yako kwenye mchezo huo, baada tunafahamu kwamba walienda dakika 120 na Nigeria wakashinda kwa mikwaju ya penalty. Wajua, nilimeona kwamba Egypt hawakuwa wanajifungua sana. Nadhani walikuwa wamewaheshimu Nigeria, wameogopa Nigeria. Lakini Nigeria wamefanya attempt nyingi sana kuliko Egypt. Na ni timu ambayo kulikuwa, kusema kweli, kwa mimi naona ilikuwa inastahili kushinda. Naona, na hata ule ushindi ambao wamepata, unaona, pia Misri walikuwa wameutayarisha hiyo, walikuwa wanaogopa wafike hapo walipofika. Lakini kwa bahati nzuri Nigeria walikuwa wanastahili kushinda, yani kusema kweli. Mimi naona kwamba game ilikuwa nzuri, haikuwa mbaya, ilikuwa balanced. Timu hazikuwa zinacheza vibaya, kila mtu alikuwa anacheza vizuri kwenye mbinu zake, kila mtu alikuwa anamheshimu timu nyingine. Lakini Nigeria walijaribu sana, walijaribu vizuri sana. Lakini ukiangalia kwenye mchezo huo, Nigeria hawakuanzisha nyota wake wale ambao walicheza kwenye mchezo kadhaa nyuma kama Victor Osimhen, Ademola Lookman, lakini hata Wilfred Ndidi pia nahodha wao. Ni kama mechi, si niseme walidharau ama walichukulia namna gani? Hapana, unamchukua mchezaji anaenda kwenye mechi kama hizo, alafu unafika mahali unacheza mechi ya kutafuta mshindi wa 3 na hawakucheza, ambao bado unataka kuwatumia tena baadaye. Anarudi nyumbani hajacheza hata mechi moja. Nadhani si vizuri. Si vizuri. Aidha ni kumuondoa au kumfanya ajione kabisa kwamba sistahiki kuwepo kwenye timu. Lakini kama mchezaji unamwamini na unawaamini, lazima uwape nafasi na wao ya kucheza. Angalia, wamepewa nafasi, wamecheza na wamefanya vizuri. Kwenye dimba la Prince Moulay Abdallah pale Rabat, finali itapigwa, wenyeji Morocco na Senegal. Ipi tathmini yako na unatupa karata wapi? Sasa lile swali langu ndio muda wake. Mimi naona mechi nzuri, mechi iko wazi. Ni mechi ambayo yani ni mechi ambayo iko wazi. Ni mechi ambayo kusema kweli naamini kabisa itakuwa nzuri, kwa sababu timu zote zina, mbali na mifumo, mbali na mbinu na nini, ni timu ambazo zina wachezaji ambao wanaweza kuamua game. Timu zote mbili ni timu nzuri, timu zote mbili wanaweza kuamua. Lakini kusema kweli, mimi binafsi ningependa Senegal washinde. Kwa sababu zipi? Basi tu napenda, yani sijui kwa nini napenda. Unajua, kunapotokea ushindani wa kitu kama hicho, lazima kutakuwa na side ambayo wewe kidogo unataka ishinde. Mimi nataka ishinde kwa sababu, si kwa sababu ya uzalendo kwamba tumeonewa Tanzania huko nyuma, hapana. Ni kwa sababu ya game ilivyo tu, nataka tu Senegal washinde. Lakini timu zote ambazo zimeshiriki kwenye AFCON zimeonyesha kwamba ziko na ubora mkubwa sana na kuelekea na hizi picha ni miongoni mwa picha ambazo upo. Hii ulikuwa na nani? Hii picha ni mara ya kwanza mimi nafika kwenye hii timu ya Austria Klagenfurt. Huyu ni coach wa timu hiyo. Wa hiyo timu. Hapa ndio nilikuwa napokelewa kwenye timu, na mimi nilikuwa ndio mara ya kwanza nafika kwenye kiwanja cha mazoezi, na coach amenipokea hapo kwenye hiyo timu. Nitaka kujaribu kuelewa hii lugha, lakini bila shaka hapana, imekuwa ngumu kwangu. Si Kiingereza wala Kiswahili. Hicho ni Kijerumani. Ni Kijerumani. Hii ni ya nchi gani hiyo timu? Hii ni timu ya watoto wa Yanga. Hii ni timu ya youth ya Yanga watoto. Hii timu ambayo
Profesa Victor Stanculescu kutoka Romania alianzisha timu ya vijana ya watoto wadogo Yanga. Na kwa hiyo hii ni timu ambayo ndio ilianzishwa pale Yanga yani. Na ulikuwa unakinoa kikosi hicho? Hapana, mimi sikunoa, mimi ni mchezaji kwenye hii timu. Kwenye timu ulikuwa nawe mchezaji? Nilikuwa mchezaji. Hii timu picha ni ya kitambo. Wapo wenzako ambao mlifanya vizuri na mlikuwa wote kwenye timu ya taifa? Kwenye hii timu kuna Ponda Mali alicheza timu ya taifa. Mensa, ndio. Kuna Kasim Manala timu ya taifa. Jafari Abrahamani amecheza timu ya taifa. Godian Mapango amecheza timu ya taifa. Na huyu alikuwa ndio captain wa timu yetu anaitwa Said Marabu, amecheza timu ya taifa ya Abu Dhabi. Ile ya mwanzo ilikuwa ile picha ya mwanzo naona ilikuwa na wachezaji wengi. Ile ya mwanzo hii kuna wengi ambao hawa hii ya kwanza kama mimi hapa nilicheza bado kinda nilicheza timu ya taifa na hapa kuna wachezaji kama 7 wamecheza timu ya taifa na walikuwa kwenye ile AFCON 1980. 80 nilikuwepo mimi na Kasim Manala alikuwepo kwenye timu lakini akaachwa kambini. Historia kubwa. Bila shaka unakumbuka, unatamani tena upande unacheza wakati huu. Sana. Unajua wakati huu hata ligi kuu ya Tanzania unajua ni miongoni mwa ligi 5 bora Afrika. Yaani unajua kulikuwa na watu walikuwa wanaweza kuongoza mpira na walikuwa wanapenda mpira. Naona kwa hiyo clubs zilikuwa zina ushindani. Hii unayoiona ni timu ya watoto wa Yanga, lakini upande mwingine kuna timu ya watoto wa Simba ambayo na yenyewe pia ilitoa wachezaji wengi tu wa timu ya taifa kama George Kulagwa, Niko Njohore, Rahim Lumelezi, Abbas Kuka. Naona yani wachezaji wengi tu ambao pia ilikuwa ni na watoto wadogo wengi tu ambazo zilikuwepo. Tanga kulikuwa na watu kama kina Salimu Amili, Mohamed Salim, kina Ngobe ambao wamecheza kwenye timu ya Coast Union. Unakuja kukuta tulikuwa tumekuzwa katika mazingira ya kucheza mpira ambao kusema kweli kwa wakati ule walikuwa wanastahili kucheza. Maisha ya soka kumbe kulea vijana kulea kuanzia chini yameanza zamani. Sana. Na hata sasa hivi timu nyingi za Tanzania pia zinajitahidi kuwa na malezi ya vijana. Mimi naona kuna malezi mazuri ya vijana na kuna malezi, lakini sidhani kama yanafanana na ya zamani. Sababu sasa hivi naona mengi ni lazima ulipie. Mengi lazima ulipe yani. Yani kuna kama schools yani unaenda unalipa. Lakini zamani ni merit, uwezo wako ndio fee yako. Ndio nani yako. Ukienda pale ukijaribiwa unaonekana unaweza, klabu inakuchukua, inakutunza, inakuelezeza. Na nadhani ilikuwa ni sahihi, lakini kila kitu na wakati. Kwa sasa hivi unajua labda inabidi lazima ulipie. Lakini kwa wakati ule ilikuwa uwezo wako ndio malipo yako. Unaona. Tukiwa tunamalizia, kuna nyota ambao wanakipiga kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara, unawaona mbali, yani unaona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akacheza kwenye ligi yoyote pengine nje ya Afrika kwenye zile ligi kubwa? Wanaweza, wapo. Mimi kwa mfano mtu kama Faisal naona anaweza. Dickson anaweza. Naona alafu nani mwingine? Dickson anaweza, Faisal anaweza. Na kwanza hao wawili angu mimi. Ukiwabadilisha jezi tufanye yani naona kabisa wanaweza kwa sababu ni mimi nawaona wanaweza. Naona na kwa ushauri wangu mimi yani ni wale watu ambao wanaweza kushindana na wale popote. Ndio maana nimekupa ule mfano hata wa hao watu wa Morocco au wa timu zingine wakimuona Faisal amezima mpira ndio hizo wiso. Kwa sababu ana uwezo huo. Wanamhofia. Wanamhofia. Lakini tunao wachezaji ambao wanaweza. Sawa, mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Tumepata mengi kuhusiana na soka na kubwa ni safari ya AFCON ya Tanzania ikiwa hivi sasa ni mara ya 4 wanashiriki kwenye michuano hiyo mikubwa. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Shukrani, asante sana. Sasa tunakamilisha hivyo mazungumzo na Mohamed Rishad Adof, mmoja kati ya wachezaji nguli wenye historia kubwa Tanzania, lakini pia amekuwa kocha wa timu kadhaa za Tanzania, Polisi Tanzania, Pan African, lakini amekuwa kwenye benchi la ufundi na Jackie Chamangwana. Amefundisha timu za taifa za vijana pia. Kwa hiyo historia yake ni kubwa na alikuwepo miongoni mwa wale wachezaji ambao walipeleka Tanzania kwenye AFCON 1980 pale Nigeria, wakati huo timu 8 zikishiriki, Tanzania ikiwa kwenye kundi A, Nigeria, Ivory Coast pamoja na Misri. Nakamilisha hivyo kwa sasa. Hii ni Sports AM. Bado tunaendelea mpaka saa 5 kamili asubuhi hii.